Kwa hatua iliyochukua kwa kutusajili sisi wafanyabiashara wa parachichi, kutuweka wazi kwamba atakayekuwa anafanya hii biashara awe na kibali maalum cha kufanya biashara ili kunusuru pesa zetu na kampuni zote pamoja na maajenti mbalimbali waweze kujisajili. Tumepitia hasara nyingi ambayo haielezeki kiukweli. Yaani haielezeki sasa tuliopata huku Rungwe. Mtu anatoka tu huko anajua biashara parachichi inafanyika kirahisi, anaingia tu shambani, anafanya biashara olela, wakulima pia wanatapeliwa hela zake, sio wenyewe wanunuzi, watu wanakimbia na pesa zake na pesa zetu pia. Kwa hiyo tumekula hasara ambayo haielezeki, yani haielezeki. Tuna machungu, yani machungu makubwa mno, pesa ambayo tumepoteza sisi huko mashambani. Kwa hiyo serikali mimi nimeipongeza kwa hatua iliyofikia. Kwa hiyo tuko hapa maofisini tunajisajili makampuni pamoja na wanunuzi ili tuweze kufanya biashara kiurahisi. Mfumo ambao umeletwa na COPRA ni mfumo mzuri kwa sababu kutakuwa na kutambuana. Mara ya kwanza ilikuwa kila mtu anayeamua kuwa dalali anaamua kuwa dalali. Akifanya vitu huko kwa wakulima, kuja kujua kupata utambulisho wake inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo inaondoa vitu vingi sana. Kwa sababu watu wanakuwa wanatambuliwa na wanakuwa wanajulikana wanafanya kazi na makampuni gani. Lakini kitu kingine itapunguza kununua mizigo ambayo imeibwa kwa sababu umetokea wizi mwingi sana mashambani. Sasa ili ununue mzigo lazima tujue wewe ni dalali wa wapi. Kwa hiyo itakuwa inawezesha kuzuia wizi na kufanya utambuzi mzuri wa kujua hii mizigo inatoka wapi, lakini pia itasaidia kuwafikishia wakulima bei ya haki kwa sababu unakuja ukuta kwamba dalali anapata hela kwenye kampuni, anapata kwa mkulima. Kwa hiyo utakuta hawa ambao wenyewe wameshika riski kubwa kuliko wengine, wao hawapati hela nyingi kama dalali anapopata. Lakini kutokana na mfumo unaoletwa kila mtu atapata haki yake. Dalali atapata haki yake stahili, mkulima atapata haki yake anayostahili na kampuni itapata haki yake stahili. Kwa huo ndo umuhimu wa mfumo. Tunaendelea na zoezi la kuwasajili wafanyabiashara pamoja na madalali au agents, na zoezi hili tulianza tarehe 27, wadau walikuwa wachache sana, na sasa tarehe 28 wamekuwa wakiongezeka na tarehe ya leo 29 wameongezeka zaidi pia. Lakini tunatoa hamasa kwamba kwa sababu zoezi linaendelea, wale ambao bado hawajajitokeza wajitokeze ili waweze kusajiliwa na kupata uhalali wa kuendelea kufanya biashara ya parachichi katika wilaya hii. Lakini sio Rungwe tu, tunahamasisha pia wadau nchi nzima, sehemu ambazo zinalimwa parachichi waendelee na zoezi la usajili kama mamlaka ilivyotoa tangazo. Hii itakuwa ni mkombozi wa wakulima lakini na wafanyabiashara wote pia, kwa sababu sasa tutakuwa na traceability, kwa maana tutakuwa tunajua ni nani anafanya nini na yuko kwenye utaratibu gani. Kabla ya hapo kabla ya kusitisha vibali tulikuwa tunapokea kesi nyingi sana, kesi za wizi mashambani, lakini tulikuwa tunapokea kesi za watu kudhulumiana, yani mfanyabiashara kwa mfanyabiashara, agent kwa mnunuzi mkubwa kwa maana ya kampuni. Lakini tulikuwa tunapokea pia dhuluma ambayo ilikuwa inatokea mkulima kudhulumiwa. Mkulima alikuwa hana uhakika wa kuuza, anakouza anamuuzia nani, kwa sababu madalali walikuwa wengi, wengine hawana vitambulisho. Kwa hiyo kwa hatua hii ambayo tumeichukua, naamini sasa tutakuwa mfumo wetu utakuwa rasmi na kila mtu atatambulika kwa nafasi yake. Na sisi tumeenda mbali, kama halmashauri pia tutaunda kamati mbalimbali ambazo zitakuwa zinasimamia kwenye level ya vijiji. Hizo kamati zitajumuisha watu 5 ambao ni wakulima pamoja na maafisa watakaoteuliwa kuingia kwenye hiyo nafasi. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na orodha ya wakulima wote wanaolima parachichi kwenye kijiji hicho. Watu ambao hao wezi sasa ambao wanaenda kuiba kwenye mashamba ya watu, itakuwa ni rahisi kuwatrace kwa sababu tutajua ametoa wapi matunda wakati hana shamba kwenye eneo husika. Kwa hiyo huo ndo mfumo ambao tutaenda nao. Nadhani ni mfumo mzuri sana ambao kimsingi tukisimama vizuri na tukasimamia wote kwa ujumla, tutafikia malengo ya serikali, lakini na wakulima wetu watapata bei ambazo ni nzuri.